Mimi nimepigiwa kura, ila hawa ndio ninaowahudumia. Nitasimamishwa pia mbele ya Mwenyezi Mungu kuulizwa, umepata hii nafasi kwa ajili ya watu wenye ulemavu, umewafanyia nini? Na hichi ni kimoja kati ya hicho. Hapa nina fahari kwamba ninaweza kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu na nikajibu kwamba nimefanya hivi. Lakini kikubwa ni kwamba najua changamoto, nazifahamu, zinaniuma na haziishii tu bungeni kwenye changamoto za kisera na mifumo, hata hizi nyingine. Ndio maana nikaona nijitoe kwa hali na mali niweze kuwafikia wenzangu kwa kidogo Mwenyezi Mungu alichoniruzuku. Nitashirikiana nao, sio wao tu bali na mtu yoyote, na nitoe wito kwa jamii, kwa watu, kwa wadau mbalimbali. Mimi kama mbunge wa watu wenye ulemavu niko tayari kushirikiana nao kuhakikisha kwamba lile tabasamu alolisema mama na watu wenye ulemavu, yani wanatabasamu wakionyesha meno yote nje. Napenda kuwashauri viongozi wengine, kwa maana na wao wawe wana muendelezo kama huu ambao mheshimiwa wetu amefanya, kwa sababu unaweza kukuta yeye ana kidogo kaamua kukitoa, lakini kuna wengine ambao wana kikubwa zaidi ya hivyo, lakini wanashindwa kutoa. Walemavu wakitengwa, nawaambia jamani, walemavu wakitengwa, wakipikwe, walemavu ng'onda kusaidia mbele ya kiyama. Mungeni mkono upokea futari hapa. Mungu ndiye akupe zaidi ya hiki. Mungu ndiye akufanyie wepesi, akupe zaidi ya hiki. Mheshimiwa mbunge, hatuna kukulipa, achodo dua au kufanyie wepesi, akupe zaidi ya hiki. Walemavu mpikwa kwa Mungu, ng'onda kusema nini? Walemavu wasitengwe, walemavu wasipikwe. Tuwafanye kama na wenzao walikuwa wako vizuri, nao ni binadamu, tusiwatenge kwa ufupi. Kwa mimi namshukuru sana mbunge wetu sana na mwakilishi wake, diwani wote.